Iran yaimarisha ulinzi wake wa anga huku Trump akibanwa. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran imewekwa katika hali ya tahadhari kukabiliana na ndege ndogo zisizokuwa na rubani mnamo siku ya jana Alhamisi usiku. Ikulu ya Marekani imeashiria haitozuiliwa na tarehe ya mwisho ya bunge kuhusu Iran. Mashirika ya habari ya Tasnim na Fars nchini Iran yameripoti kwamba mifumo ya ulinzi wa anga iliyosikika katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Iran, Tehran, iliwashwa kukabiliana na ndege ndogo na ndege zisizokuwa na rubani za upelelezi kwa takribani dakika 20, lakini hali ilikuwa imerejea kawaida. Utawala wa Rais Donald Trump unakabiliwa na tarehe ya mwisho ya usiku wa manane inayokaribia leo Ijumaa kupata idhini ya bunge kwa vita dhidi ya Iran na kusababisha mgongano kati ya ikulu ya White House na bunge. Huku ni kushindwa kwa aibu. Mapema Alhamisi, kiongozi mkuu wa Iran alitangaza kwamba Marekani ilikuwa imeshindwa kwa aibu kubwa, akikataa kwa ukaidi onyo kutoka kwa Trump kwamba kizuizi cha majini cha Marekani kinachoadhibu kiuchumi kinaweza kutekelezwa kwa miezi ijayo. Bei ya mafuta ilipanda kwa kiwango cha juu katika kipindi cha miaka 4 kisha ikashuka kidogo kabla ya kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei kutoa taarifa iliyoandikwa na kusomwa kwenye televisheni ya serikali ikitangaza kwamba Iran sasa iko katika nafasi ya mbele ya ushawishi katika mgogoro huo. Leo, miezi miwili baada ya kupelekwa kwa jeshi kubwa zaidi na uchokozi na unyanyasaji wa dunia katika eneo hilo na kushindwa kwa aibu kwa Marekani katika mipango yake, sura mpya inajitokeza kwa Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz, alisema akipongeza udhibiti wa Iran kuhusu meli katika mlango wa bahari wa Hormuz, na aliendelea kutabiri mustakabali mzuri kwa eneo la Ghuba bila Marekani, akisema wale wanaoingilia eneo hilo kutoka mbali hawana nafasi huko isipokuwa chini ya maji yake. Khamenei alijeruhiwa katika mashambulizi ya awali kati ya Marekani na Israel yaliyomuua baba yake Ali Khamenei, na hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa kuwa mrithi wake kama kiongozi mkuu mwezi Machi. Marekani iliweka vizuizi kwenye bandari za Iran wiki 2 zilizopita, huku jamhuri hiyo ya Kiislamu ikiendelea kushikilia mlango bahari wa Hormuz wa kimkakati tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati mwishoni mwa Februari. Juhudi za kufungua mlango wa Hormuz. Marekani sasa inatafuta kukusanya muungano wa kimataifa wa mataifa washirika wa makampuni ya meli ili kuratibu njia salama kupitia Hormuz, huku ikiendelea na vizuizi vyake vya meli zinazohudumia Iran, afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje aliambia AFP. Trump alitishia Alhamisi kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Italia na Uhispania, akitoa onyo kama hilo alilolitoa tayari dhidi ya Ujerumani baada ya kuwakosoa washirika wa jumuiya ya kujihamia NATO kwa kushindwa kuunga mkono operesheni za Marekani na Israel dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na katika mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema hivi leo kwamba muungano mpya unaongozwa na Marekani kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz ungeipiga jeki na sio kushindana na tume kama hiyo inayoongozwa na Ufaransa na Uingereza. Akizungumza huko Abu Dhabi kufuatia ziara ya kikanda, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Ufaransa amesema aliwafahamisha washirika wa Ghuba kuhusu mpango wa Uingereza na Ufaransa ambao sasa ulikuwa katika hatua nzuri ya maendeleo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.